Mwizi mkubwa wewe. Jamani, wamekazana eti Bwana Yesu asifiwe. Moyo titi gonyela. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakuomba hata hiki kimoja tu uende kanipe nyumbani mke wangu. Nakuomba. Yaani watu tunakosana na watu kisa hela. Tunachanga hela, tunatoa michango, tunajinyima kula, mnaiba hela za kanisa. Kutokana na kwamba hatuna mawasiliano yoyote na yeye. Hivi wewe kaka yako toka haiba hela za sadaka mpaka leo haonekani yuko wapi? Ukweli mpaka sasa hivi siko sawa. Aibu niliyopata ni kubwa sana. Yaani sasa initese nikampa hiyo. Nilijisikia vibaya sana. Kwa kweli sifahamu chochote kuhusu Jemi. Aisha unapopenda hela. Shoga yangu. Mimi nataka niache kudanga. Tuko kawaida mbona? Ila sema Aisha sasa hizi naona unapendeza. Unajua nini? Wewe ndio Fizo? Mimi ni kawaida. Poleni sana kwa yaliyotokea huko ndani. Najua namna gani mnajisikia wapendwa wangu. Najua mnapitia kipindi kigumu sana. Yaani kiukweli siamini mchungaji aliyotokea kwa huyu kijana, kwa sababu ukiangalia ametuvua nguo kabisa kiukweli. Mpaka sasa hivi hapa mimi sielewi kabisa. Sijui amewaza kitu gani. Pole sana mzee wangu. Najua hii ni kuletea sifa mbaya mpaka imepelekea kuondolewa uongozi katika kanisa. Najua namna gani unajisikia. Lakini ili ni jaribu. Inatakiwa tuombe. Mambo yote yatakuwa sawa. Yaani mimi nashindwa hata kuamini huyu kijana sijui kapatwa na kitu gani. Nashindwa kabisa kuamini kwa sababu haiwezekani. Mbona tunaomba pesa nyingi zaidi hata ya hii hela aliyoenda nayo milioni 6. Ndio imemuingiza tamaa. Kweli? Mimi siamini kuhusu. Jamani, kwa kweli mpaka sasa hivi mchango kiko sawa. Mchungaji, kwa kweli naomba nikapumzike, niondoke tu niwaacheni. Kwa kweli mpaka sasa hivi siko sawa. Aibu niliyopata ni kubwa sana. Basi sawa mzee wangu. Weka pumzike. Usisahau kuomba. Mchungaji? Naam. Sisi tuko wapi? Sawa sawa. Maana mzee wangu hayuko sawa kabisa. Usisahau kuomba. Tunashukuru. Sawa sawa. Haya, tunaona wakati mwingine. Haya. Tunashukuru. Asante sana. Amin. Mwana mpotevu. Mwana mpotevu. Mwana mpotevu. Bibi, mpesa sikukudanganya. Wanataka lila nyingi sana na majivuno. Watakuhonga magari, pesa ukanisahau. Watakupa Ferrari, mwisho siku kanizarau. Achana sura ya choyo, moyo wangu hoi hoi. Utanivunja moyo, moyo titi unakimbia. Moyo titi gonyela. Moyo titi unakimbia. Jamani, kuna wakati mwingine bwana, bora kuoa sio bwana. Vipi, mama asikii simu? Anauzi. Mbona alikuwa anaamka wakati mimi natoka? Ndio maneno mawili. Inawezekana amelala. Ni kwamba amelala sidhani.
We Jemi. Jemi. Huyu vipi? Nimeosha tazani wa kike. Yaani kuliko hata sewa. Jemi. Baba, simu inaita wakati wote na maana wewe usikii. Ndio wote ambao unaita zaidi ya mara 10 mara 20. Bwana, si unajua mipombe tuliyokunywa jana? Jana shangaa nimetoka chumbani nimekuja hapa. Usingizi wa kutosha, macho mazito. Mimi mwenzako nimezoea bwana. Zimenimaliza nguvu kabisa. Mimi kwangu ni kawaida tu. Sawa. Yaani nimeona meskole ya baba, mama amepiga mchungaji, lakini nikiongea nao saa hizi hapana. Kwani tusiongee nao, wale ni wazazi. Muda bado nitaongea nao. Nikwambie kitu bwana. Mwenzako jana. Nitokea hatari mwenzako. Nini nataka basi? Yule demo ambaye anakuaga naye sina umeelewa. Anita? Anita mimi niko naye guest. Tuko tumelala guest pale asubuhi ile. Alimfanya mbaya jana. Si bwana akaanza kunidai hela. Nikamwambia bwana twende mpaka nyumbani tufike, kwani shida iko wapi? Mimi nitagei hela nyumbani. Si bwana nitaka nimkule tena. Akifika huko nimkule tena. Hakunielewa. Yaani na soga zako zote alishinda kukuelewa. Na mimi nilishangaa sana. Ikawa ni shida njiani, akanichachafia maneno mengi, akaongea hivi. Alafu baadaye nikamwambia basi twende, na kweli nikapiga soga zangu pale, mtoto akakubali, akaingia kinga akisema tunaenda wote. Bwana tukafika njiani. Nikaonana na jamaa. Sasa sipai jamaa sijui rafiki yake. Umeona? Lakini yule nahisi kama ni mtu ambaye wanafahamiana. Ila siwezi nikajua, sijui ni wake bwana. Sasa baadaye jamaa wakachukizana pale. Katika kuchukizana akaja kwa wangu na vibe. Hey! Wifi hizo, sijui na nini? Mimi nataka hela yangu. Kama huna hela basi kanivua sweta mbele za watu bwana. Ili numa moyo bwana. Paka basi kuja hapa na hasira. Kama nakuona ndugu yangu. Wewe acha tu. Kwa ndio hivyo nitakaje. Basi ndugu yangu jana ilikuwa siku ya mkosi. Wewe acha tu. Yaani jana ile tumeachana, umeniambia unaenda kufuatilia sijui vyombo. Wewe bwana wewe. Nikakutana na yule mhudumu. Aliwasha moto. Na wewe tena. Sawa. Aliwasha moto barabarani. Piga makelele, nomba hela yangu. Niliona aibu, nikampa hela yake. Inaonekana ulitia sana huruma. Yaani sasa initese nikampa hiyo. Nilijisikia vibaya sana. Inaonekana ulitia huruma. Kama vile yani. Nitembea kama nimeloa. Nikwambie kitu bwana. Kuna jamaa fulani hivi anakopesha hela. Lakini yeye katika kukopesha hela, mimi nikawa huko ndani nimeweka vyombo bondi. Kwa hiyo nikawa nimekopa hela. Unielewa? Kwa hiyo nikawa nimeweka bondi. Katika kuweka bondi, sasa alikuwa ananidai. Huko nyuma kabla gani. Kwa hiyo alikuwa ananidai. Ila mimi nilikuwa nampiga chenga. Kwa hiyo sasa baadaye akawa ananitafuta. Sinaelewa. Akaniambia bwana mimi nitakuja pale nitachukua vyombo vyako vyote. Sasa
hapa sielewi. Inawezekana anaweza kaja kuchukua vyombo muda wote. Kwa hiyo mwenzako hapa sielewi hapa anafanyaje. Maana akija yule bwana ni hatari. Kwa nini niambie vyombo vyote anaweza kubeba ile hiyo kitanda? Ndio maana yake. Shingapi kwani? Ni 70 tu mwanangu. Yaani 70 abebe kila kitu. Kweli? Mbona hela ndogo hiyo rafiki yangu? Wewe si unajua tu maisha yangu jinsi yalivyo na yeye wa kungaunga na yeye. Okay. Sawa. Akija tutamlipa. Hela ndogo. Nashukuru. Ndio maana nakukubali. Basi poa. Ulikuwa wapi? Yaani mambo ni kwa unyama. Okay. Sawa, basi wewe kama unaendelea kuosha vyombo baba, washamiza mlango ni kesho. Usijali lakini kaka, mimi namkubali yani vibaya mno tu. Okay. Basi sawa. Wewe basi poa, hamna noma basi. Okay, sawa. Mwana mpotevu. Alex. Naam. Bila shaka wewe utakuwa unajua mimi yuko wapi na kwa nini kafanya hivi. Kwa kweli sifahamu chochote kuhusu Jemi, na mara mwisho alivyoondoka hajapiga wala mawasiliano hatuko naye. Na kwa nini amefanya hivi? Kwa maelezo yake aliyoeleza yale kwamba anaenda mjini, sidhani, lakini alikuwa na tamaa fulani hivi. Mwanangu Jemi alikuwa ni kijana mzuri sana. Alikuwa anapeleka vizuri hela za kanisa huko mwanzo. Lakini saa hizi nashangaa hii kitu gani kimempata. Unajua tupo kwenye kipindi kigumu sana sasa hivi. Kikubwa inapaswa ni kusali. Mimi ninachofikiria hapa, maana nimeongea na watu wa benki mama. Nilivyoongea nao, Jemi hakufika kabisa hata eneo la benki lenyewe. Mchungaji, mimi mwanangu namwamini sana. Labda huko njiani kuna kitu kimempata. Anaweza kavamiwa. Sijui. Kutokana na kwamba hatuna mawasiliano yoyote na yeye, Ndio. hatuwezi kujua ni kitu gani kimekuta. Basi inatakiwa tufanye jitihada za mapema. Sawa. Hata kumfuata. Mama. Hili swala limeshakuwa zito, limekuwa fedheha sana kwetu. Tufanyaje sasa? Mtoto unayemwamini ndio hivyo. Na amekuwa amepeleka mara kadhaa tu. Si kimemkuta nini? Na Alex. Naam. Vipi baba yuko wapi? Mzee nadhani ametoka, atarudi tu, alielekea kwenye shughuli zake za shambani. Nadhani atarejea, lakini pia naye mzee aligusia hili swala kwamba ikiwezekana uwezekano wa kwenda kumtafuta Jemi mjini ili turejeshe heshima ya nyumba. Na mimi nashangaa. Jemi alikuwa kijana mwaminifu sana. Wakati anapeleka vile mwanzo alikuwa anapeleka vizuri. Ndio. Unajua nini Alex? Ndio. Yaani hiki ni kipindi kigumu sana. Ndio kabisa mtumishi. Inatakiwa tusali. Tuombe kwa kufunga. Sawa. Cha msingi hapa mimi ninachozani mama, mimi nahisi tu tufuatilie tu, twende mjini tumfuatilie, nipe tu pate tu support mchungaji, twende tukamtafute. Au ulikuwa unaonaje wazo kama hili? Eti mama, si ndio? Ndio. Kikubwa tu mama. Sawa mchungaji. Jikaze. Mwana mpotevu. Mwanangu mimi, yani unajua hapa mimi nawaza mamilioni, yani nikishika milioni 20 mimi hapa unakuwa ni uhakika. Sababu ya nini? Hizi life babu, mimi unafanya kazi gani? Shika milioni 6.
Vipi hapo? Sana. Niambie Baria. Sana tu. Sana. Agati fresh. Guri kabisa. Safi au si? Mwanangu yani mwanangu ni shida yangu nachukia kilele au si? Nina shida na milioni. Tembezee saka samani kashika chochote. Mwanangu sikia kwanza, sikia. Njoo. Nini wewe? Mbona tuletea kiubalia babu? Mbona tuletea kiubalia unamshikashika tu? Wewe mbona unamshika raia? Dogo afanyeje tena? Njoo kwanza. Wewe dogo umefanya nini? Ulifanya nini? Wapiga magoti. Sio anasema nimekula ujana langu wewe. Shingapi? Tena umekuleje tena ya blaza wewe? Wewe matumizi yako unatumia shingapi? Matumizi yako ongea haraka. Wewe ongea haraka hapo sasa kwanza mfukoni hapo. Tulete zengwe. Ili malizane nayo una shingapi hapo? Ili akuache kilosa. Akuache kilo barida afu fresh. Hapo kumbe wewe unatumia 7 kwa siku. Kwani kuupa 10 au baki na cheni. Madogo sometimes wanajifanya watoto wa Mama Samia, sisi msituletee hizo. Dogo utakuja kuzinguliwa kinoma noma yani hapa sawa? Wewe Baria, wewe tulia basi tuendelee sisi kupiga mambo yetu. Tuendelee kupiga mambo yetu dogo amesha. Dogo ila usizingue dogo kaka yako. Huu ni kaka wako dogo. Nini umwambie nini sasa? Ukatafuta usiku. Wewe unatoa lini? Shika hii. Njoo nile mbili hapa. Wewe unatoa lini? Kesho hakika. Sasa si wanakuja kesho tena mnaanza kushikana kilingeni hao madogo si waaminie. Hapo kama kesho hakika inakuwa ile baba. Sio matembezi baba. Sana. Tulilie Baria wewe. Naona vipi baba? Naona umetulia ile chafu tumefunga hapo tukupe kitu baba. Nipatie kitu baba. Kabisa. Nipe kitu. Chukulie kitu. Pate mambo huyo. Wewe mtolee bado hajacharua. Chakula stimu hizo baba. Chukua stimu bovu. Hajacharua. Hapa katikati au sogea bobu usingeni kaa hapa bobu. Kwa mwanangu ndio kwa ushike miguu. Mtolee stiki bobu aendelee. Njoo tuliongee bobu hapo. Mwanangu anapenda vyakula bobu. Kula pafu baby. Kula pafu iwashe. Ile kwa last man. Kwa mazingira haya. Babylon pass yangu. Wewe bibi unapendeza na wewe mbona tuleta hapo vuta au uje kukubutisha moja. Utazoea shida. Mwanangu unatakiwa kula huko ligi. Anakuja na shamba. Anataka ajue mazingira ya kiume au vipi? Eti bibi ndio unaingia au umejipata mbona cheni yenyewe babu haiko vizuri hapo mwazibe mtu mwenzake mtu mawani au mtu mwingine washa kitu mtu anasafiri kutoka na mteja babu wangelikuta kwenye njia anaanza kuvuta tulia babu. Hapo kuna dogo anashikwa naye. Umepaka kupoa dogo, umekuja kwa dogo akili ya kulipenda zawadi. Unaona madeni wewe. Banki unavuta iko hela. Unavuta jero hapo, unataka hela yangu. Subiri kwanza, ana jero tutani, nimetoa banki hapo hajanipa hela. Kuna jero ule resi. Hata kumzingua dogo au tumlipie nini? Nipe jero mimi. Shoga yangu Lecha. Mwenzio nimenunua kitanda.
Usiniambie. Umedanga hadi umepata hela za kununua kitanda shoga? Nimepata danga hiyo. La wapi? Au ndo ushaliokota mtaani? Hamna shoga yangu. Hela. Niambie wewe vipi? Mimi mwenzako hivyo mdogo mdogo. Najitafuta bado. Unajitafuta? Kwa hizo hela za 5,500? Hizo shoga yangu naridhika nazo. Alafu mimi nina wazo. Wazo gani hilo naambie? Maana wewe nakujua. Shoga yangu. Mimi nataka niache kudanga. Kwa kazi gani ulopata hadi uache kudanga mwenzangu? Nimepata bonge la kichwa, shoga yangu lina hela hilo. Shoga yangu lina maokoto. Hata sielewi limetokea wapi. Hey, usiniambie, usije ukampata kibabu. Hamna. Ako. Unataka kuniambia kijana, sio unaruka na mababu. Maana siku hizo wanasema mababu ndo wana hela kuliko vijana. Hamna kijana. Alafu nataka nikanunue kiwanja nikajenge huko. Wapi? Nyumbani huko. Kwa hela gani shoga yangu za kujenga sasa hivi? Asijakawa naye huyu anakudanganya. Hamna shoga yangu, ana hela. Sijui lakini. Si bora ufanyage kazi kama mimi mwenzako. Napata 5,000, 2,000 vinanitosha. Yako. Haya sawa. Macho yangu nitaona kama kweli unajenga. Hakika mama atakuwa amepata mwana. Hivi ndio ulisika? Wewe sasa shoga yako yule na wewe. Sasa vibaya sielewi hapa. Wivu huo. Bora kakusuka vizuri. Si mtindo ulichagua mwenyewe? Lakini ona. Sasa sijapenda. Tukubane kama mtindo gani? Baraka hapa juu. Kwani kutengeneza shoga yangu pendeze ili ukifika kwa huyo bwana akuone mpya. Mwana mpotevu. Mimi nafikiri mchungaji, nimechoka sana na haya maneno yanayoendelea hapa katika familia yetu. Haiwezekani sisi watu wanadiscuss mtaani kwamba sisi eti tumeiba hela za kanisa. Alafu ni tatizo la huyu kijana mdogo wangu. Yaani sielewi mchungaji. Maneno haya yananitesa sana moyo wangu. Hili jambo unaliona liko sahihi kweli? Naumia unajua. Yaani familia yetu inafezeeka sana. Unajua kiukweli ndugu yako ametupotezea sifa kubwa sana. Ndio. Lakini inatakiwa tumuombe sana mama. Kwa hali alionayo. Ndio. Sijui ikiwa hivi kesho atakuaje. Kwenye swala la mama hapo mchungaji ni ngumu kidogo. Ingawa sawa tunamwamini Mungu, lakini kiukweli kwa jinsi changamoto anazopitia mamangu, ukizingatia mama hapa na pressure yake ile, alafu majirani wanamsema kwamba mwanao mwizi, familia wote wezi. Kiukweli sidhani. Yaani naona asilimia za kupona mama yangu ni chache sana. Yaani nampoteza kabisa mchungaji. Yaani mimi mwenyewe sasa hivi kanisani nikipita hivi yani hadi nashindwa cha kusema mtumishi. Na hii yote kwa sababu bwana mdogo kasababisha. Laiti angekuwepo mambo haya yote asingekuwepo. Basi hapa ndio tuchukue jitihada za mapema. Twende mjini tukamfuate Jemi ili kuokoa uhai wa mama. Hicho ndo kitu cha msingi mchungaji. Hilo ndo jambo jema, maana mimi mwenyewe hilo swala ndo nilikuwa nalifikiria kwa kina. Hilo mimi nalikubali kabisa. Inabidi tuende mjini tukamtafute. Mimi naona ndo jambo jema zaidi. Unajua hata hapa katikati kama unamfahamu yule binti Maria ambaye ni nilipeleka mchumba. Sawa. Yani hata wazazi wake wanagoma kumuoa kwa sababu ya hiyo. Maana mimi nimechoka kiukweli mtumishi. Mimi nataka kukosa ndoa yangu kwa sababu yake. Na sasa wewe, hayo mengine yatafuata. Kikubwa tumpate Jemi. Tukimpata Jemi, kila kitu kinafanya kitakuwa vizuri. Mimi nahisi hilo liko sawa. Nakumbuka mara ya mwisho kuna jengo alinionyesha kwenye simu. Nadhani tutaanzia hapo. Kwanza kumtafuta yeye.
Basi sawa. Mwana mpotevu. Nakuomba. Sawa. Kama utanipongeza huko na. Yaani mimi mwanangu kinachoniumiza kwa ajili ya Fizo mwanangu. Pole. Yaani nikwambia kaka unakuwa mbishi. Yaani Fizo mwanangu anachanganya sana akili yangu mimi mwanangu. Yaani Fizo yani bwana. Wewe acha tu yani. Yaani hata ungekuwa ni wewe, unaweza kuruhusu mwanangu yani jamaa yako. Yaani jamaa yako yani anakula mke wako na anajua kabisa yule ni shemeji yake mwanangu. Yaani mimi moyo unauma. Yaani moyo unauma yani. Pole. Yaani jamaa anajua kabisa kwamba kuna jamaa anaitwa Yemi nimekuta barabarani wanayonyana mate. Mwanangu, yani kuhusu huyo mwingine ya kuhusu yule mimi kinachoniumiza ni Fizo. Yule ni jamaa yangu. Alafu kibaya zaidi. Mmoja kati ya wengi wanaocheka. Mwanangu yule ni jamaa yangu yani sana yani. Anawezaje kutembea na mke wangu na anajua kabisa yule ni shemeji yake? Yaani moyo unauma yani. Yaani moyo unauma. Yaani mimi inaniumiza akili yani. Yule mimi ni jamaa yangu. Kwenye draft nako niwezi. Yaani hutaniweza. Angalia hata kwenye game nakupiga mwenye mawazo ni mimi lakini bado unatwanga wewe. Kwani wewe unajua kucheza bao wewe? Sasa ndio unajua nini? Mpango gani huo? Wewe unauma, yani unauma vibaya mno. Jamaa yani anachofanya sio kabisa yani. Yaani anajua kwamba yule yeye ni shemeji yake. Afa anaenda kulala yani kabisa analala na shemeji yake mwanangu. Na unajua wewe ni jamaa yako. Ila anachokuomba basi nenda kamwambie. Kitu anachofanya kwa shemeji yake mwanangu kinaniuma. Ila ngoja mimi nirudi hivi maskani. Wewe mpango tawakalia sana. Ila moyo unaniuma mwanangu. Mwambie wewe jamaa yako. Unaniuma sana wewe moyo.